Uhali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 14 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaoanza na habari kubwa inayosema ACT yarudi mahakamani kesi ya uchomaji nyaraka. Hiyo ni habari ukurasa wa 3, inasema ACT yarudi mahakamani kesi ya uchomaji nyaraka. Lakini maofisa TRA wapigwa msasa matumizi ya droni kudhibiti magendo. Maofisa TRA wapigwa msasa matumizi ya droni kudhibiti magendo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni Mwigulu aibua wizi hujuma. Mwigulu aibua wizi na hujuma. Abaini fedha za miradi ya maendeleo. Achezewa mifuko kuchezewa mifuko ya saruji 1262 ya ujenzi wa chuo cha VETA imeachwa ikiganda. Lakini milango 34 ya jengo la mama na mtoto iko chini ya kiwango, agiza hatua kali kuchukuliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Hiyo ni habari inasema Mwigulu aibua wizi na hujuma. Lakini Tanzania yapewa hadhi kukiheshimisha Kiswahili. Tanzania yapewa hadhi kukiheshimisha Kiswahili. Lakini shahidi video ya Lissu ilinishawishi kuzuia uchaguzi Oktoba 29. Huyo ni shahidi asema video ya Lissu ilinishawishi kuzuia uchaguzi Oktoba 29. Lakini mawakili waionya Chadema matumizi mali za chama. Mawakili waionya Chadema matumizi mali za chama. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema Soraga awataka watendaji posta kuharakisha mageuzi ya kidigitali. Huyo ni Soraga awataka watendaji posta kuharakisha mageuzi ya kidigitali. Lakini serikali kukabidhi miradi mikubwa ya elimu kwa wananchi. Hizo ni siku 100 za Dr. Mwinyi madarakani. Sasa serikali kukabidhi miradi mikubwa ya elimu kwa wananchi. Lakini tusiingize ufa kwa kubaguana kwa kazi zetu. Huyo ni Dr. Mwigulu asema tusiingize ufa kwa kubaguana kwa kazi zetu. Lakini ofisi ya msajili CIFA zatia saini mkataba wa ushirikiano. Ofisi ya msajili na CIFA zatia saini mkataba wa ushirikiano. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kimataifa inasema Madagascar yatangaza hali ya dharura UN kuipa msaada. Kuna nini huko Madagascar? Lakini yatangaza hali ya dharura na UN kuipa msaada. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Zanzibar Leo asubuhi ya leo ni serikali kukabidhi miradi mikubwa ya elimu Zanzibar. Na tukachana gazeti lako la Zanzibar Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Taifa Leo lenye linaandika habari inayosema binti mfalme Zahara Aga Khan apokea tuzo ya juu ya kitaifa. Huyu ni binti mfalme Zahara Aga Khan apokea tuzo ya juu ya kitaifa. Rais Ruto amemtunuku binti mfalme Zahara Aga Khan tuzo ya Elder of the Order of the Golden Heart katika ikulu ya Nairobi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo ukurasa wa 3. Lakini visa vya raia wa kawaida kuruka viunzi vya usalama na kumfikia Rais Ruto vimeongezeka. Visa vya raia wa kawaida kuruka viunzi vya usalama na kumfikia Rais Ruto vimeongezeka. Lakini ulinzi dhaifu wa rais. Hiyo ndio habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo inasema ulinzi dhaifu wa Rais Ruto. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Taifa Leo. Lakini Wakenya 40 wazuiliwa mateka nje. Wakenya 40 wazuiliwa mateka nje. Lakini Mkenya aua mke na kujiua Amerika. Mkenya aua mke na kujiua huko Amerika.
Lakini Gen Z kifua mbele kura Bangladesh. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Taifa Leo kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo, lenye linaanza na habari inayosema NMB ya dhamini Tri National Livestock Export kwa milioni 300, serikali yaipongeza. Lakini Masauni aeleza mafanikio wa utekelezaji wa mkakati wa uhifadhi wa mazingira. Huyu ni Masauni aelezea mafanikio ya utekelezaji wa mkakati wa uhifadhi wa mazingira. Lakini Dr. Samia amwaga mabilioni Handeni. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani amwaga mabilioni huko Handeni, Tanga. Lakini shida ya umeme sasa kuwa historia huko Handeni, Tanga. Waziri Mwigulu aweka jiwe la msingi kituo cha kupozea umeme. Shida ya maji nayo yapata mwarobaini. Lakini Dr. Samia amwagiwa sifa kwa moyo wake. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema Johari, tunasogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Huyo ni Johari asema tunasogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema serikali yapongeza utendaji kazi wa uongozi CWT. Serikali yapongeza utendaji kazi wa uongozi CWT. Lakini Masauni aeleza mafanikio utekelezaji mkakati uhifadhi wa mazingira. Huyu ni Masauni aeleza mafanikio utekelezaji mkakati uhifadhi wa mazingira. Lakini bilioni 44.14 kubadilisha taswira ya umeme Handeni. Bilioni 44.14 kubadilisha taswira ya umeme Handeni, Tanga. Lakini TFS yazindua bodi 5 ya ushauri. TFS yazindua bodi ya 5 ya ushauri. Lakini kuna habari inayosema tusiingize ufa kwa kubaguana. Huyu ni Dr. Mwigulu asema tusiingize ufa kwa kubaguana kwa kazi zetu. Lakini afungua jengo la ICU hospitali ya Handeni, Tanga. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika Dr. Nchimbi na DSE ongezeni ubunifu. Huyu ni Dr. Nchimbi asema DSE ongezeni ubunifu. Lakini Mwigulu ataka watumishi kukatwa mishahara yao. Huyu ni Mwigulu ataka watumishi kukatwa mishahara yao. Kuna nini huko kwa watumishi? Ni uharibifu wa mifuko ya saruji 1262 iliyoachwa mpaka ikaganda. Sasa Dr. Mwigulu ataka watumishi hao kukatwa mishahara yao. Lakini siku 100 za kazi na utu zaikosha CCM. Siku 100 za kazi na utu zaikosha CCM. Habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini wawakilishi wampa maua Rais Mwinyi. Wawakilishi wampa maua Rais Mwinyi. Lakini habari kubwa inasema Gavu ushindi jimboni Peramiho hauna shaka. Huyo ni Gavu asema ushindi jimboni Peramiho hauna mashaka. Lakini wenye umri huu hatarini kuumwa presha ya macho. Wenye umri huu hatarini kuumwa presha ya macho. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tumaini Letu lenye linaandika karibu Jumatano ya majivu. Lakini bado inaandika askofu awageukia viongozi, ataka wafanye kazi ya utume, waache majungu na uchonganishi. Lakini vijana wapewa mbinu kujiajiri, Wakristo wakumbushwa kuishi kiadilifu. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 ndani ya gazeti lako la Tumaini Letu. Lakini nyingine nasema habari kubwa ni karibu Jumatano ya majivu. Lakini tukiachana gazeti lako la Tumaini Letu, tuangazie gazeti lako la Anuru lenye linaandika afya yetu ipo mikononi mwetu, sio kwa WHO na kina Antoni. Tuwe na akili huru, makini, tujiamini. Lakini nasema habari kubwa inasema nendeni mkachape kazi. Huyo ni Dr. Samia kasema. Lakini Ramadhani ni mfungo sio kifungo. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Nuru linasema Ramadhani ni mfungo na sio kifungo. Ikiwa ni siku kadhaa kwa Waislamu kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Na gazeti lako la Nuru linakwambia Ramadhani ni mfungo sio kifungo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nuru kwenye kurasa za mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye kurasa za michezo asubuhi ya leo, tunaangazia kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye linatuandikia habari inasema Yanga lengo letu ni kuingia robo finali KCL. Yanga lengo letu ni kuingia robo finali, lakini Simba kulinda heshima kwa Stade Malien leo. Simba kulinda heshima kwa Stade Malien leo, lakini Julio achukua nafasi ya Mayanga Mashujaa. Julio achukua nafasi ya Mayanga Mashujaa, na kafu AFCON kufanyika kama ilivyopangwa. Hao ni kafu wasema AFCON kufanyika kama ilivyopangwa. Lakini gazeti lako la Machinga kuna mchezo naandika kocha Julio aomba ushirikiano na Mashujaa. Kocha Julio aomba ushirikiano Mashujaa. Lakini Twiga Stars kupaa Dubai kujipanga AFCON. Simba leo, Yanga kesho, ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini AFA kombe la AFCON litachezwa Afrika Mashariki. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako, kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za michezo kuna habari inasema Simba yaahidi raha, lakini Yanga hapa kazi tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, Real Madrid UEFA kumaliza mzozo wa Super League. Hiyo ni habari kimataifa kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.